Mikononi mwangu nimeshika dawa hii. Dawa inaitwa amoxicillin. Ni dawa maarufu sana, antibiotic ambayo mnaitumia sana. Sasa ni hivi juzi tu nilienda nyumbani miezi kadhaa iliyopita, nikamkuta mzee wangu. Mzee wangu alikuwa ananyofoa dawa namna hii, alafu akichukua dawa anachukua dawa namna hii, alafu anafungua namna hii, alafu anamimina hiyo poda. Tafadhali, dawa hii haimiminwi. Usimimine antibiotic. Wengine unaniangalia tu hapa na wewe unamiminaga wewe. Na unaniangalia. Hutakiwi kumimina. Kwa nini hutakiwi kumimina? Hii dawa hii imetengenezwa special kwa ajili ya kwenda kusharabiwa kwenye utumbo mwembamba. Sasa inapita mdomoni, ikitoka mdomoni inaenda tumboni kisha kwenye utumbo mwembamba. Kwa hiyo ni lazima ivikwe vazi ambalo itaipeleka mpaka kule ikiwa salama. Sasa mdomoni kwa mwanadamu kuna mate ambayo yana enzymes. Kwa hiyo ukimimina unga wako hapo, tayari mate yanaanza kuisharabu dawa. Alafu ikifika tumboni kuna acid inaanza kuifanyia kazi dawa. Mpaka inafika kwenye utumbo mwembamba, dawa imeisha kabisa ama imebaki nusu. Kwa hiyo haitafanya kazi yake iliyokusudiwa. Sasa nikamuuliza mzee wangu, sasa kwa nini unafanya hivyo? Ikabidi nianze kutoa elimu sasa. Akaniambia, sasa hili ganda ni kila na hili ganda silitaenda kuathiri tumboni. Hapana, hili ganda halina madhara yoyote tumboni. Likifika kwenye utumbo mwembamba, dawa itamiminwa, itaendelea na kazi yake. Ile ambayo tunafahamu dozi yake kwa watu wazima, wengine wanatumia mara 3 kwa siku. Sio mara 3. Kila baada ya saa 8. Kama ni asubuhi saa 12, baadaye saa 8, baadaye saa 4 usiku. Kila baada ya saa 8. Hiyo ndio lugha ya kitaalamu. Maana ukisema mara 3 kwa siku, mwingine atatumia saa 6, saa 10 na saa 12. Kwa hiyo inakuwa haijafanya kazi yake. Kwa hiyo dawa hii usimimine, haimiminwi dawa hii. Na sasa unashangaa kuna watu wanamimina dawa hii na wengine wanadhani kuna labda watapona haraka. Unaenda kuharibu dozi. Na nini kinatokea? Ukija kupata operation ama ukapata ugonjwa mkubwa, kila dawa utakapokuwa unaimeza haikusaidii, kwa sababu umezoea kuwapa wadudu nusu dozi, wanatengeneza namna ya kupambana na hii dawa, hawafi tena. Kwa hiyo unakuja kushangaa kila dawa antibiotic unaomeza hauponi, na hilo ni tatizo kubwa. Tafadhali, dawa hii haimiminwi. Dawa hii inamezwa kama ilivyo ili kafanye kazi yake vizuri. Leo nilikuwa natamani tu kukuambia hilo, usimimine hii dawa. Meza dawa yake kwa maelezo ambayo utakumepewa na mtaalamu. Basi Mungu akubariki sana. Ninakuombea kila lililo jema kwa ajili ya maisha yako. Mungu awe pamoja nasi. Endelea kubaki Faith and Health Ministries. Subscribe kwa account yetu ya YouTube ili uweze kupata taarifa nyingi zaidi. Mungu akubariki hata wakati mwingine.